أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ بالله تعالى من شر النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال عز من قائل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم السوء ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل والورع محارم الله والاتيان مما عمر عنه، واعلموا أن الفوز للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحييكم بالتحية الإسلام الطيبة المباركة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukiwa katika Ijumaa nyingine, na ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Jamadul Athani, hatutakuwa na Ijumaa nyingine katika mwezi huu wa Jamadul Athani isipokuwa Ijumaa hii ya leo. Tunauelekea mwezi mtukufu wa Rajab. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hakika wamefaulu wamchao, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale wenye kutenda wema. Leo ikiwa ni tarehe 26 kama si 27 ya mwezi wa Jamadul Athani, mazungumzo yetu yatahusiana na adh-dhulmu wa athariha, yatahusiana na ubaya wa dhulma na athari zake katika jamii. Watukufu wa Kiislamu, neno dhulma hakuna mtu ambaye alifahamu. Lau kama tukimsimamisha kila mtu
tukamuuliza kuhusiana na dhulma, kila mmoja atatoa maana yake kuhusiana na dhulma kwa namna ambavyo anapoijua, kwa namna ambavyo alipoielewa. Kila mtu atatoa maana. Lakini ni nini hasa maana ya dhulma kwa maulama wetu? Wanatafsiri. Maulama wetu wakilitafsiri neno dhulma ama wakitoa maana ya dhulma, wanasema ni wad'u shay'in fi ghairi mawadhihi, ni kuweka kitu sehemu ambapo hicho kitu hakihusiki ama hakitakikani kuwepo katika sehemu hiyo. Hiyo ndio maana ya dhulma. Kwa uelewa haraka haraka, anapoambiwa mtu neno dhulma, yeye kuelewa kwamba ni kuchukua mali ya mtu ama kuchukua cha mtu kisha ukaenda nacho pasina idhini yake au pasina ya hiari yake. Hii ni maana ambayo ya haraka haraka kwa kila mmoja akiambiwa atoe maana halisi ya neno dhulma atasema maneno haya. Lakini maulama hawajalifinya hilo neno. Hiyo dhulma hawajalifinya kiasi hicho kwa maana ya kwamba ni kuchukua tu kitu cha mtu pasina idhini yake, ama ni kupora cha mtu pasina ridhaa yake. Hawaishi hao. Wao wasema kwamba dhulma ni kuweka kitu sehemu ambapo hakiusiki hiyo kitu kwetu. Hii tutalieleza baadaye vizuri zaidi. Lakini naomba ieleweke, dhulma ni katika vitu ambavyo vinavyoharibu sana jamii. Na kabla haijapanda katika jamii, dhulma inaanzia chini sana, kuanzia katika ngazi ya familia, katika ngazi ya majirani, mpaka kwenda katika jamii kwa ujumla. Kuna mtu anahisi akidhulumu cha mtu kwamba ile dhulma inabaki ni yeye na yule aliyemdhulumu, ama athari za ile dhulma zinabaki kati yake yeye aliyemdhulumu na aliyemdhulumiwa. Haishi hapo. Unapodhulumu cha mtu, dhulma yake ile ama athari za ile dhulma zinakwenda mbali zaidi. Kuanzia wewe ambaye umedhulumu mpaka yule ambaye amedhulumiwa, wote wanaathirika na ile hali. Sasa ni vitu ambavyo kwa kila haraka unaweza usielewe. Kwa akili ya haraka inaweza ikakupa ugumu kuelewa jambo hili. Lakini ni kwamba unapomdhulumu mtu, kuna watu wengi sana nyuma ya yule mtu ambaye aliyedhulumiwa wanaathirika kutokana na ile dhulma uliyofanya. Na wewe mwenyewe ambaye umedhulumu, vile vile kuna athari nyingi hasi ambazo tunazokutana nazo, na tutakuja kuziona mchache wake, ni nyingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambayo nimeitanguliza kutoka katika sura Ibrahim aya ya 42, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, wala mtu asidhanie, asihesabie ya kwamba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameghafilika na yale matendo wanayofanya watu madhalimu. Mungu haghafiliki. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, isipokuwa
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawachelewesha, anawapa muda, anawapa likizo mpaka siku ambayo macho yao yatawaondoka, yani mpaka siku ambayo watakapokuwa wanaondoka ama watakapoondoka katika mgongo huo ardhi. Kwa hivyo yanayoendelea pengine ulimwenguni, kwa mfano yanayoendelea pengine Palestina, si kama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameghafilika na yale mambo yenyewe wanayofanya wale pamoja. La, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasubiria mpaka ile siku ambapo yeye amepanga kwamba sasa ni wakati wangu wa kuondoa katika ardhi, mpaka siku ambapo mwanadamu macho yake yatakapomgoloka, siku ambayo mwanadamu ataondoka, ndio siku ambapo itakuwa ni siku ya malipo ya hesabu kwa kile kitu kilichokuwa akifanya. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo yanaelezea na yanatoa angalizo kwetu sisi ambao tunaoishi katika mgongo huu ardhi, kwamba chochote tunachofanya haimaanishi kwamba Mungu hakuoni. Lolote unalolifanya haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuacha tu, amekushika. La, kwa sababu kama ingekuwa ni watu kushirikana, wajishirikana na Farao ambao walikuwa na mbinu nyingi sana, walikuwa mabaki, wakuna Thamud na wenzake, wakuna Haman, hawa wote walikuwa ni majabari katika nini? Katika ardhi. Lakini tizama kwa mfano Farao laanatullahi alayhi, Mungu alivyomdhalilisha, Mungu alivyomweka kiasi kwamba dunia yote imekataa. Si ardhi inamkubali wala si anga inaweza kumkubali. Kwa hivyo Mungu anawachelewesha mpaka ule wakati utakapofika. Na Mungu anasema katika sura Al-Ghafir, katika aya ambayo pia nimeisoma, anasema isifike wakati mwanadamu akahisi ya kwamba siku ya Kiyama itakapofika atakuwa nguvu wa aina yoyote ile utakaokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na huduma alizozifanya katika mgongo huu wa ardhi. Yani hakuna nafasi ya wale siku ya Kiyama, badala ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhesabiwa matendo yake, akasema kwamba mimi nimedhulumu eti kwa sababu nilikuwa sina mali, nimedhulumu pesa kwa sababu nilikuwa sina pesa za kukidhi mahitaji yangu, nimedhulumu kwa sababu pengine ama niliiba kwa sababu pengine kama yani hakuna nguvu wowote ule wa mtu yeyote kudhulumu katika mgongo huu wa ardhi. Yaum la yanfa'u dhalimina ma'adhatuhum wa lahum la'ana wa lahum su'u ad-dar, ambayo hakutamnufaisha wanadamu yeyote ile nguvu wa aina yeyote. Kwa ibara nyingine, siku ambayo hautakubalika nguvu wa aina yoyote ile wa mwanadamu kudhulumu, wala kumdana. Mungu anasema bali watu hao ama mtu huyu ana laana, wala msuu da, bali ana makazi mabaya yenye kuumiza. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo anajaribu kutuelekeza na kutuona, anakupa angalizo ili hali tukiwa hai tuelewe.
kwamba hakuna chochote kinachoweza kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama upo wa aina yoyote wa mwanadamu kuweza kumdhulumu mzani. Na tunapozungumzia dhulma, sijasema kuifinya kwa maana ile kwamba ni kuchukua cha mtu pasina hiari yake. La, kuna aina nyingi sana. Kwa hivyo dhulma inaweza ikaonekana katika maeneo mengi sana ya mwanadamu anayopitia. Inaweza ikaonekana katika mazungumzo, inaweza ikaonekana katika mielelo yake, inaweza ikaonekana katika kila nyanja na kila hatua anayoipiga mwanadamu. Unapoona, lakini tunazungumzia habari ya kusengenyana, ya ubaya na kusengenyana. Unaposengenya maana yake nini? Umemdhulumu yule ambaye unamsengenya. Unapomtukana mtu maana yake umemdhulumu yule mtu ambaye unayemtukana, kwa sababu umemdhulumu ile heshima yake aliyokuwa nayo. Umemfunga ile vazi la heshima ambalo alikuwa nayo mwanadamu, na mwanadamu anapenda kuheshimika bila kujali nyakati, bali kujali pengine nyendo anazozipita, anataka kuheshimika. Kwa pale ambapo unapomtukana popote heshima yake, umemdhulumu. Pale ambapo unapomkejeli, unamsema vibaya, umemvunjia heshima, umempokonya ile heshima yake aliyokuwa nayo. Pale ambapo unapoyalelea mambo ya haramu, pia umemdhulumu mpaka nafsi yako. Adh-dhulmu yanqasimu ila qismayn, dhulmu inagawanyika katika makundi mawili. Adh-dhulmu linsani li nafsihi, mwanadamu anaweza kudhulumu nafsi yake. Wadh-dhulmu linsani linnasi al-akharin, na mwanadamu anaweza akawadhulumu watu wengine. Kwa hivyo pale anapoendelea mambo ya haramu, maana yake umeidhulumu nafsi yako, na inawezekana pia ukawadhulumu wengine katika jambo hilo hilo. Dhulma haiji tu ni kiasi hicho kidogo ambacho sisi tunakifahamu. Unapoacha ibada, sawa ni swala, sawa ni somo, ama ni ibada ya aina yoyote ambayo unaweza kuifanya, kisha usifanye, maana yake umeidhulumu nafsi. Dhulma ni kitu kikubwa sana, lakini katika vitu ambavyo pengine tunaishi navyo na tunaenda navyo, na wakati mwingine kwa kuhisi au kutokuhisi, lakini tunafahamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno mengi sana na marefu katika suala. Kwa mfano anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma fa innahu dhulmati yawm al-qiyamah. Iogopeni dhulma, kwa kuwa dhulma ni giza siku ya Kiyama. Kudhulumu si jambo dogo, ni jambo kubwa ambalo linakuelekea giza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si hivyo tu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno mengi sana kuhusiana na jambo hili, tena akitoa habari kwa wakati huu. Asema, anfa sema da'watul mazlum, mshahada unaolenga zaidi ni dua ya mtu ambaye alidhulumiwa. Kumchunga sana kumdhulumu mtu, sawa kumdhulumu kile chenye kuonekana ama kumdhulumu kile ambacho hakionekani katika macho ya kawaida. Chunga sana kumdhulumu,
kwa sababu hivyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake haina njaa, haina pazia, ni ile kubaliwa. Al-Fawziyah da'watul maghlub, mshale wenye kulenga zaidi ni mtu ambaye alikubali. Kisha anasema ittaqu da'watal maghlub fa inna yas'alu Allah ta'ala haqqahu وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعْ حَقًّا Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema niopendeni dhulma, chunga sana kutokudhulumu. Kwa nini? Fa inna, kwa hakika si milele, yasalu Allah ta'ala, anayeweza kuidai ile haki na kuiuliza ile haki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu ambaye anayeweza kuchukua ile haki ndio bora akurejesha kwa ukubali alipo. Fa inna ma yasalu Allah Ta'ala, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kuiulizia ile haki, yeye ndiye mwenye kuirejesha ile haki. Kisha anasema wa inna Allah Ta'ala, na kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam yamna'a haqqan haqqahu, hakukusudia juu ya yule ambaye ni mwenye haki asipate haki yake. Unaweza pengine ukaizungumza, unaweza pengine ukaichelewesha kwa namna moja au nyingine, lakini huwezi kuzuia haki ya mtu kufikia. Umechukua ndio, lakini utaendelea tena na Ramadhani. Sasa si alama kwa maana ya pesa unaweza kuzitumia kurejesha, unaweza kutumia thawabu zako ulizokuwa nazo kurejesha haki ya mtu. Na haya yote tutayafundisha siku ile tutakaposimama katika ule uwanja wa saa. Kisha anaendelea anasema ittaqu da'watal maghlub wa in kana kafiran. Tazama maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba iogopeni dhulma, chunga sana kudhulumu, hata kama unamdhulumu si Muislamu sawa, hata kama unamdhulumu ni kafiri, kwa maana haipo katika imani yako, hakuna ruhusa yoyote ile ya kumdhulumu, bali ni wajibu wako wewe kuwatendea wema hata ambao si katika imani yako ya Kiislamu. La yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilayhim wa taqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Yani si kwa sababu si Muislamu zako, hapo katika imani yako kwamba una haki ya kuchukua chochote kutoka kwake, hakuna, bali ni wajibu wako wewe kufanya kila namna uweze kuitunza haki yake ikiwa unaweza kufanya hivyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kuwaambia kabla hata ya Uislamu, akiitwa kwa maswali ni mkweli na ni mwaminifu. Watu wengi walikuwa wanakwenda kuhifadhi nyama zao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo asema ittaqu da'watal maghlub wa in kana kafiran fa innahu laysa qawluhu hujja. Kwa hakika akiamua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kile kitu kilichodhulumiwa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humjibia
maombi yake kwa haraka. Amirul Mu'minin وقال بالربوبية الجميل إمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. Baadaye alipoulizwa siku moja, aliulizwa kwamba ni adhabu gani ambayo inamfika mtu kwa haraka? Ni adhabu gani mtu anaweza kukutana nayo kwa haraka sana? Ana maneno yake hapa mazuri sana, anasema ya kwamba adhabu yenye kumfika mtu kwa haraka, anasema man dhalama man la nasira lahu illa Allah, atakayedhulumu ambaye huyo aliyedhulumiwa hana atakayeweza kumnusuru isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale mtu ambaye unamdhulumu kisha akasema hili namwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, chunga sana, msiwe sababu kwamba mkuache hiyo lazima utapata tembea nayo utaote. Hana anaweza kuifuata na haja ya ndani, hana muulizo, hana ujasiri. Pengine ana mtu sana kuliko yeye, anasema ya kwamba chunga sana jambo hili, kwa sababu anaweza kukusuga na karibu isipokuwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita anasema na Mtume Amirul Mu'minin alisema ya kwamba bali akazidisha yale yote mwenye nguvu, akazidisha nini? Neema binta mfuli, neema ambayo aliyoipewa akawa anaingia dosari mapungufu. Hivyo ni aina ya neema, lakini nimeingia dosari, unaingia mapungufu. Anasema mtu pia ni mdhulumu na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaweza kumpata wakati wowote, kwa sababu nyingine adhabu za Mungu zinakuja kwa aina tofauti. Haikuwa maana ya kwamba tunakwenda kwa mwingine, wakati mwingine mafunzo anakupa somo. Tunaweza kusema hapa wakati mwingine hata kutokukumba tu habari ya nafsi ni sehemu ya habari. Mtu kupata ile amani tu ya nafsi kwa kupitisha katika alama sio limtia. Sasa asema akiendelea wastibana bilbaki, bali ataendelea mtu yule kufanya uharibifu wa adilani kwa kutokutambua bid'a au kumdhulumu mtu ambaye hana atakayeweza kumnusuru isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaendelea kubaki katika dhulma ya aina hiyo. Anasema mtu huyo anaweza akaingia mpaka kwenye hali ya yeye kufuru kama si kutoka kabisa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wastatana bi ni'matihi ala fa anasema inawezekana mtu huyu akaondoka kabisa katika ulimwengu wa Uislamu, akaondoka katika familia ya Uislamu kwa kuendelea kuwadhulumu au kuidhulumu nafsi. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema ya kwamba صلى على محمد وآل محمد العامل بالظلم والمعين له
Warabili shurakau thalathatuhum, asema ya kwamba yeyote yule ambaye mwenye kufanya dhulma na yeyote mwenye kumsaidia mwenye kudhulumu, sawa ukamsaidia kwa nguvu zako ama sawa ukamsaidia kwa mawazo, ukamsaidia pengine mbinu ya aina yoyote kumdhulumu mtu, anasema warabili, na yote atakayeridhia mtu fulani kudhulumiwa, shurakau thalathatuhum, hawa watu wote watatu hawa wameshirika katika kudhulumu. Umemdhulumu mtu, lakini unaona mtu anadhulumiwa kisha ukanyamaza, usimwambie ndio dhulumu kwa kitendo hichi ni kibaya, ukajifia haja namna hiyo, basi ndio umeshiriki katika kudhulumu ama umeshiriki katika kudhulumu. Kisha kusema alafu la tuaddu watu watatu maombi yao hayaendi chini. Ndio wa kwanza anasema ni da'watul maqbul, ni mtu ambaye aliyodhulumiwa, huyo dua yake ikubaliwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wa pili anasema aswaimu hatta yafṭir, na mtu alifunga mpaka atakapofutua ni Mungu dua yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake haitoshi. Wal imamu al-'adil, na viongozi wa kisa hawa kama majukumu na kuwa kiongozi, basi wewe unapaswa sana kushikamana na uadilifu. Haijalishi kwamba unaongoza kama inawezekana unaongoza familia ya viongozi, unaongoza jamii aina yoyote ya viongozi, ila aina yoyote ya viongozi, ukichunga sana kutekeleza huduma ya na ikiwa utakuwa mwadilifu, basi kiomba dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yako inakubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, tunapozungumza jambo hili tunazungumza jambo ambalo ni dogo kwa maana ya kuliona, lakini ni kubwa sana kwa maana ya kuishi. Na Mungu ametoa tahadhari nyingi sana na ayati ziko nyingi zinazozungumzia watu ambao wenye kufanya walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma dhalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wama kanu liyu'minu kadhalika najzil qaumal mujrimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema ya kwamba na kwa hakika tumewaangamiza watu wengi sana wa kabla yetu. Sababu ya kuwaangamiza ni muamini, lamma dhalamu, pale ambapo walipokuwa wakidhulumu, waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, bali waliwafikia mitume wa waziwazi waliowaonya kuhusu jambo hilo la dhulma. Lakini baada ya kufanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na hivyo ndivyo ambavyo tunapowalipa watu ambao ni wenye kudhulumu. Hayo ndio mambo yao. Sasa kuna athari nyingi sana za dhulma, athari nyingi sana, hatuwezi kuzitaja zote kwa sababu ya muda. Nitataja athari tatu tu. Athari ya kwanza ya mtu ambaye amedhulumu, kama wanavyonukuu ulama wanasema, yuzilu an-ni'ma wa yajlibu faqra, kwamba inaondosha baraka, inaondosha
ile hali fulani ya sahaba anayoipata mwanadamu katika maisha haya ya dunia. Neema inaondosha, mtu anapohukumu neema zinaondoka, baraka zinaondoka, zinakaa mbali na yeye. Wayaklimu al-faqr, na katika maneno mengine wayaklimu an-nakma, yani inaleta ufakiri. Lakini katika maneno mengine maulama wanasema inaleta pia nakma, inaleta furaha. Kuliko dhulumu unaleta nini? Unavutia mtu kupata adhabu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kinyume cha neema ina nakma, yani kama si neema basi itakuwa ni adhabu. Kwa hivyo hii ni aina ya kwanza ambayo mwanadamu lau akiwa ni mwenye kudhulumu, baraka hizi zinamuondoka katika maisha yake. Na ndio maana katika dua ambazo tunazisoma, mfano ni jama dua, tukifika sehemu tunamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ghfir li dhunuba allati tuhayyiru ni'am. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi ambayo yanabadilisha neema. Yanabadilisha kwa nini? Haina dhambi yanabadilisha neema kuna takma, kuna jana. Katika vitu ambavyo tunaviomba sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakati mwingine inawezekana maombi yetu yanajibiwa ni kwa sababu tuna madhambi mengi sana ambayo yanazuia neema zetu. Ya athari ambazo mwanadamu anaweza kukutana nazo bila kujua ni Mungu. Lakini athari ya pili, yusibu al-qulub wa yusibu nuru fitra, kwamba dhulma inaathiri moyo, inaharibu, bali inazima ile nuru ambayo mwanadamu ameumbwa nayo ndani yake. Ile fitra ya ndani inaharibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mwingi sana wa kudhulumu. Kwa hivyo wakati mwingine mtu anaweza akawa anamshangaa mwenzake, mtu hili amelifanya ni kwa sababu tayari alishaharibu ile nuru ya ndani, alishaharibu ile fitra ya ndani yake. Ikifaa kusema alishaharibu ile dhamiri ya ndani yake, haimsikii tena dhulumu. Kwa hivyo ni jambo lingine lakini mwisho ni sababu lilhilal fi dunia wal akhirah. Dhulma ni sababu kuu ya mwanadamu kuanguka katika maisha ya hapa duniani pamoja na akhera. Unaweza ukaanguka katika maisha ya hapa duniani, lakini leo usikiona wapi kwamba wewe tayari umepoteza dunia yako, bali umepoteza akhera yako, kwa sababu umebaki katika kudhulumu kwako. Ni sababu lilhilal fi dunia wal akhirah, ni wangu kubwa la mwanadamu katika maisha haya ya hapa dunia. Ittaqu da'wat al-mazlum fa innaha turfa'u fawqa al-ghamam. Mtume asema, ogopeni sana, chungeni sana kumdhulumu mtu, kwa sababu dua ya mtu huyo inapata mpaka juu ya mawingu, inazidi mawingu, kwa maana ya kwamba inapokelewa. Watu wa Uislamu tuna wajibu wa kufanya katika maisha yetu, na wajibu wetu la takun dhaliman, usiwe mdhulumu katika hali ya aina yoyote. Usiwe ni msaidia fani wa aina yoyote. Wana asanta ala dhulmi,
wala msinyamazie dhulma pale ambapo unapoiona. Kisha asema insuru al-mazlum wa nusurini, ama nusura ni mdhulumiwa bikalima, kwa maneno au mawqifu au kwa vitendo au dua au msaa kwa maombi. Wakati kumbukia katika ulimwengu huu kwa sababu ya halifu usina, basi unaweza kumsaidia kwa dua na saa. Unaweza kujaribu msiruni ukiwaji ambao mwanadamu unapaswa kwenda kabla ya ile siku ambayo atakuja kujilaumu mwanadamu. Kwa sababu ile siku mwanadamu atajilaumu kwa nini basi kutuda ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad wa ali Muhammad يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Kwa siku mwanadamu atajilaumu aking'ata vidole vyake. Hivi kuna nini? Laiti ningeshika ile njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio ambaye ngata vidole vyake, lakini sikushika ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana mambo nyingi huyu. Asema ya wailata laitani lam antahu fulana khalil, kwamba kwa nini sikumchukua fulani ndio awe na njia yangu. Ulimuona fulani akikuelekeza katika haki, lakini haukufuata ile haki. Mtu ukafika sasa nimekuja kujilaumu kwa nini sikushika ile njia, sikufanya fulani au ndio rafiki yangu. Al-Imam Ali alayhi salam ana maneno yake mazuri sana, anasema kwamba amrafiku thumma uwe kwanza rafiku thumma kisha ndio ufuate njia. Arabiku thumma tariq, una mzuri kisha ndio unafuatia mzuri, kwa sababu kiuhalisia utakapokuwa na rafiki mzuri atakufikisha katika njia ambayo ni salama. Wewe ndio siku hiyo mtu ambaye anafanya fulani kwa rafiki yake mmoja al-ilahu yawma'idhin ba'dhum ma'dudun. Wanahisi huyo mnapotembea pamoja, mnakwenda pamoja, mnakula pamoja, lakini katika hali hii mnakwenda itakufika zinga ya Allah. Ndipo anapotumia sasa dilaumu lamu atamu fulani kwa ismu fulani kwa kuna maana nyingi ambapo mwanadamu anakwenda kujilaumu kufika ule wakati ambao anayeweza kutakasa moyo wangu na kusafisha nia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahsulina al-islam fi muslim illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إخواني أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل وعبادة الله والاتيان بما أمر عنه، واعلموا أن الفوز للمتقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Watukufu wa Islam, nayahusia nafsi yangu na nahusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulama
wana usia mmoja mzuri sana kuhusiana na jambo hili. Usema ya kwamba idha lam tastati' naf'i al-insan fala, ikiwa huwezi kumnufaisha mwanadamu basi usimdhuru mtoto, umdhuru mali yake, fedha zake, hakitoka katika dini, wala usimdhuru kwa kumpokonya hata heshima yake. Fala tadhuru wa idha lam tufridhu fala tusiru, ikiwa huwezi kumfurahisha basi usimhuzunishe vile. Si hawezi kumfurahisha basi usiwe wewe sababu ya kumhuzunisha moyo. Wa idha lam tabiq ma'ahu, na ikiwa huwezi kusimama sambamba na yeye, mnatofautiana katika mitazamo, katika mielendo, fala tushmit bihi, wakati sio sababu ya wewe kuweza kumzuilia, kwa sababu kumzuilia mtu wao zaidi ya familia umempokonya ile heshima. Fala tushmit bihi, huwezi kusimama naye katika mitazamo, kukubaliana naye katika jambo, isiwe sababu ya wewe kufanya nini, kuweza kumshitumu jambo lolote, kumzuilia chochote. Wa idha lam tafrah bi ni'matihi, na ikiwa huwezi kufurahi kwa neema yake, fala tahsudu, usimhusudu neema yake. Huwezi kufurahia kwa neema yake, achana kama hali na yeye, isiyo ni sababu ya kuweza kumhusudu kwa neema ambayo aliolewa na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwisho kabisa anasema wa idha lam tamdahu, ikiwa huwezi kumsifia kwa chochote, fala tahrumu, usitulishe. Huwezi kumsifia kwa chochote alipokuwa nacho, basi isiwe ni sababu ya wewe kumrudisha, kumdokoza, kumjejewe na vitu vya mambo. Hizo zote hizi zinaingia katika hukma. Ikiwa huwezi kuyafanya basi shikamana na haya. Hivyo ndivyo ambavyo wanavyotuelekeza maulama wetu watukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala amiran wa mukhbiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وصل على إمام المشاهد والمغارب. أسأل الله الغالي القراب غير فراب علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وصل على